السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا رب حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehema na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma na si mwingine bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na kila muumini atakayemfuata mtume kwa wema. Tuomba Allah atujalie tuwe miongoni mwao, Allahumma amin. Tumshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine kuona katuwazima uhai na kutupa afya na kutuwafikisha katika hili ambalo tumelikusudia kulianza kunako darsa zetu muhimu ambazo zitakazokuja kuleta manufaa katika jamii hususan ya Kiislamu. Na hii ni katika moja ya umuhimu wa Uislamu pale tunapokuwa tupo katika mikusanyiko mbalimbali, kupita kitu kinachoitwa atadhkir, ukumbusho, kwa sababu tabligh alishaifanya mtume na masahaba zake, lakini sisi tutatekeleza kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia, kumbusha, hakika ukumbusho utafaa wale ambao ni waaminifu. Katika kipindi chetu cha leo tutaianza mada ambayo ni al-ibtilau. Mada ya al-ibtila. Ibtila nini maana yake katika lugha? Al-ibtilau maana yake al-ikhtibar, ni maana al-imtihan, kupewa mtihani, kujaribiwa. Na saa zingine kujaribiwa yakunu bil khair wa shar, huwa ni kwa khairi, saa zingine huwa ni kwa shari. Wal ibtilau sunnatu min sunanillah, masala ya kujaribiwa ni sunna miongoni mwa sunna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata masahaba, hata mitume, manabii waliweza kupatwa na jambo kama hili. Na kiuhakika mwanadamu alivyotuashiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya ayati katika Qur'an kuwa laqad khalaqna al-insana fi kabad, hakika mwanadamu tumemuumba katika kupata shida. Na leo tutataka tuangazie kuna baadhi ya mitihani sisi yatupata, twafaa tuwe vipi, na kuna baadhi ya hali sisi tukumbana nazo katika maisha yetu, sheria imetufunza namna gani. Kuna baadhi pia ya matamshi huwa tunatamka wale, huwa tunaashiria kuwa tukimthibitishia Mwenyezi Mungu sisi ni wa kwake na kwake tutarejea. Huwa maana yake nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nafasi ya mitihani ni nafasi yetu sisi wanadamu, na ni kwa hikma zake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa malengo mbalimbali, kwa sababu mwenyewe ametuambia wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashiris sabirin. Tutakujaribuni nyinyi, maana hapa anakusudiwa mimi na wewe. Tutakujaribuni kwa kitu chochote kile, kutokamana na hofu, njaa na upungufu wa mali. Leo kuna kupata, kesho kuna kukosa. Leo unacho kingi, kesho kitapungua. Wal anfus, na nafsi,
atakufa unempenda, atakufa yule ambaye kwamba yupo karibu yako. Wa thamarati, na matunda, mazao. Lengo ni nini? Wabashiri sabirina. Hapa tunachotaka kufunzana leo ni subra. Mungu anatuambia nitakuonjeni, kwa maana ya kujaribuni kwa kitu chochote kile. Maana yake huwezi kujua kinakuja kwa njia gani. Hofu, mwanadamu anatawaliwa na hofu, unaikosa raha, unapatwa na hofu kiasi ya kwamba hutamani hata kula. Mtihani huo. Waljui, na njaa, malengo ya kupewa njaa, malengo ya kupungukiwa na mali, malengo ya kufiwa. Je, utamuogopa Mwenyezi Mungu ili ufanyie subra kile kilichokupata, ama utaogopa huo mtihani ili umuasi Mwenyezi Mungu? Mfano njaa, Mungu anataka kuone, je, upo tayari kuivumilia njaa ukajizuia kutokuiba, kutokuzini ili upate kula, kutokusema uongo, kutokudhulumu, ama utaiogopa njaa wewe upate kumaasi Mungu kwa sababu ya njaa? Lakini wabashiri sabirina, anaambiwa mtume wabashirie wale wenye kusubiri. Ni watu gani hao? Alladhina idha asabatuhum musiba, ni wale ambao kwamba unapowapata wao msiba, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hili neno hili maana yake, je, tunaifahamu tunaposema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Nini msiba? Watu wengi tunatambua msiba ni kufiwa tu, lakini msiba sio kufiwa tu. Imepokewa hadithi kutoka kwa Aisha, imepokea Imam Abu Daud katika marasili zake, kwa siku moja Mtume Muhammad aliketi na mke wake Aisha radhiyallahu anha. Ilikuwa ni kawaida mke na mume kuketi usiku kupiga story, watu kuketi katika hali ya upendo. Lile taa likazimika, fatufi almisbahu, taa lile likapata kuzimwa na upepo. Fastarja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisha akashtuka, akamwambia ya Rasulullah, ni tando limezimika, mbona umepiga inna lillahi? Kwani msiba pia huu? Mtume akamwambia kullu ma asaa almu'mina fa huwa msiba, kila chenye kumuudhi muumini ni msiba. Kwa hivyo taa hili limezimika, limeudhika, tulikuwa tu katika hali ya mke na mume. Sasa msiba ni kila ambacho wewe cha kukosesha raha, ni msiba. Wafaa kusema nini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maana hili neno lao tukawa tunalitambua sisi, tusingelikuwa ni wenye kusongeka na mawazo pale tunapokumbwa na yale ya kukumbwa. Tunapomthibitishia Mungu kuwa hakika yetu sisi ni wa Mungu, inna lillahi, sisi manake sote alivyoumba Mungu ni vya kwake yeye. Lamul milki tayari umeshammilikisha Mwenyezi Mungu. Wa inna ilaihi rajiun, na hakika yetu sisi mpaka kwake yeye Mwenyezi Mungu tutarejea. Lakini wabashiri sabirina, ile bishara kwa wenye kusubiri, je, huwa tunaipata? Anaweza kafiwa mtu, labda akafiwa na ndugu yake, mamake, mume wake, mke wake, akalitamka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tena huyu akatoa maneno kuwa mtu wangu alirogwa, mtu wangu alitendwa, mtu wangu alifanywa kadhaa. Mtu kafikia kutamka maneno ambayo ni ya kufuru, yasiokuwa na maana kabisa katika aqida. Mtu aweza kupoteza pesa, mtu aweza kushinda hana lolote, akawa anatoa maneno, akawa na suu dhani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu anionea, Mungu anidhulumu maisha. Lakini unasahau kuwa hata wale wenye wako nacho kimetoka kwa mwenye nacho, na anapokichukua mwenye nacho, wewe huwezi kulaumu, ni kushukuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malengo ya kutokea mitihani ni kutaka kutujaribu, je, tutaweza kusubiri? Na katika aya nyingine, saa zingine pia waweza kujaribiwa katika kitu ikawa ni kheri ama ikawa nini, shari.
kama alivyosema mwenyewe, wanablukum bisharri wal khairi fitna, tutakujaribuni katika kilichokuwa kheri na shari kuwa ni fitna. Waweza kupata neema ama waweza kupata maisha mazuri, waweza kupata kitu kizuri, kumbe ulijaribiwa. Waweza kujiona kuwa umefanikisha kumzidi mwenzio, kumbe upo katika kujaribiwa, ikawa ni fitna kwako wewe. Watoto, mali, mke na maisha yaliokuwa mazuri ikawa ni fitna kwako wewe. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sunna miongoni mwa sunna zake tunalazimika sisi kuishi nazo, na hiyo sunna ni kuishi na matatizo. Ndio mmoja katika shairi anasema, thamaniyatun tajri ala nnasi kullihim, mambo 8 yawapitia watu wote, wala budda ala almar'i an yalqiya thamania, wala hakuna budi kwa mtu kuweza kukutana na hayo mambo 8. Ni lazima kila Muislamu, kila kiumbe asokuwa Muislamu aliyokuwa Muislamu, haya mambo 8 analazimika kupitia nao na kukumbana nayo. Shairi akaanza akasema, sururun wa huznun, furaha na huzuni. Kila mtu hapo huwa anapatwa, kuna kipindi anapatwa na furaha, lakini furaha hiyo haidumu, panakuja huzuni. Kila mwanadamu hakuna siku hajapitikiwa iko na huzuni. Huzuni itakuja kwa njia tofauti, furaha itakuja kwa njia tofauti. Wajtima'un wa furqatun, na kuwa pamoja na kutengana. Hakuna watu wanaoketi pamoja milele, mtatengana kwa sababu mbalimbali. Mke na mume watatengana, mmoja kufa ama mmoja kusafiri ama kuachana. Rafiki yako mtatengana, aidha ni kufariki, aidha ni kuhama makazi akaenda kuishi sehemu nyingine, aidha ni kusafiri akaenda kuishi nchi nyingine. Hii hali inatupitia, hakuna umoja unaodumu watu kukaa sehemu moja, lazima tu kuna kipindi kutapatikana nini? Alfurqa. Wal usru wal yusru, na uzito na wepesi. Kila muumini, kila mtu, kuna kipindi anapatikaniwa na mazito, kuna kipindi anapatikaniwa na wepesi. Leo utakuwa na wepesi, huyo wepesi hautadumu, kuna muda tu utaingia uzito. Hata kama ni uzito dakika 5, lakini tu ujue kama uzito ni katika nafasi zetu sisi. Kisha kamalizia wasihatu wasukmu, na afya na ugonjwa. Kila mtu anapata ugonjwa na kila mtu anapata afya. Afya haidumu, kuna siku utashikwa na ugonjwa. Kuna malaria, kuna homa ya njia tofauti, kuna kushikwa na kichwa. Manake hali kama hizo hazidumu katika maisha ya mtu ambaye tunamkusudia hapa ni binadamu. Nini sasa tufanye sisi? Kubwa zaidi ni kubaliana na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ametukadiria. Mitihani sio kukosa mali tu. Mitihani sio kukosa mtoto tu. Mitihani pia kuna kuwa kipofu. Mitihani pia kuna kuumwa maradhi ya kuparalyze. Mitihani kuna kushikwa na hali ambayo mwenzio hana, kwa kuwa wewe ni fedheha, kwa kuwa wewe ni shida. Lakini haya yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayafanya kwa hikma yake. Kwa hivyo, na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akatubashiria pia, akasema katika hadithi kutoka kwa Suhaib ar-Rumi aliyopokea al-Imam Muslim, anatuambia Mtume, ajaban li amri al-mu'min, ni ajabu iliyoje kwa jambo la muumini. Inna amrahu kullahu khairun, jambo lake lote ni khair. Muumini huyo jambo lake lote ni khair. Walaysa dhalika li ahadin illa lilmu'min, ilo halipo kwa yoyote isipokuwa ni kwa mtu mwenye imani. Lipi? In asabatuhu sarra'u shakara fakana khairan lahu, ikimpata yeye furaha anashukuru, basi inakuwa ni khairi kwake yeye. Wa in asabatuhu dharra'u sabara fakana khairan lahu, na ikimpata yeye dhiki, kapatwa na dhiki kinyume na furaha, sabara akasubiri, basi fakana khairan lahu, huko kusubiri ikawa ni khairi kwake. Jambo la muumini ni hivyo, akipata ana sifa ya kushukuru, akipatwa na furaha ana sifa ya kushukuru ya khairi kwake, na akipatwa na dhiki
ana sifa ya kusubiri, pia inakuwa ni kheri kwake yeye. Tumalizie pia kwa mashairi ya mmoja ambaye aliweza kutupa bishara kutokamana na masala kama haya. Anasema ya kwamba ya sahib alhammi, ewe mwenye hamu, ewe mwenye dhiki, mwenye stress, innal hamma munfarajun, hakika dhiki ama stress kwa lugha nyingine ni kufarajiwa. Abshir bi khairin, hebu tuwa bishara iliyokuwa nzuri. Fa innal farija Allahu, hakika mwenye kufariji ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Al-ya'su yaqta'u ahyanan bi sahibihi, kukata tamaa siku zote huwa inamkata mwenye nayo. Mtu anapokuwa ni mwenye sifa ukata tamaa, basi ile sifa huwa inamkatakata. La tayasan fa innal kafi Allah, usikate tamaa, hakika mwenye kutosheleza ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allahu yuhdithu ba'da al-usri maisaratan, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuleta baada ya uzito akaleta wepesi. Sifa hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine aliyekuwa na sifa kama hiyo. La tajza'an fa inna sani Allah, usishindwe kuwa na subra, usipepukwe, kwa maana usisongeke wewe, hakika mtengenezaji wa mambo ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Idha bulita, utakapojaribiwa wewe, fathiq billah, basi tia uaminifu kwa Mwenyezi Mungu, warda bihi, na uridhie kwa kile atachokuwa amekupangia. Innal ladhi yakshifu albalwa huwa Allah, hakika anayeondoa majaribio huwa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ma laka ghairullah min ahadin, wewe huna yoyote asokuwa Mwenyezi Mungu, kutokamana na yoyote yule. Hasbuka Allah, toshelezo lako wewe ni Mwenyezi Mungu tu. Fi kullin, katika kila kitu, laka Allah, ni Mungu ndio alikuwa naye tu. Kwa hivyo tuzitulize imani zetu katika kila ambacho sisi kinachotupata, na tuwe wenye kusubiri, na tusishindwe pia kuelekea kuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuondolee zile hali ambazo huwa tunaziona kwetu sisi ni karaha. Na saa zingine mtu waweza kuchukia jambo ikawa ni kheri kwako wewe, na pia vile vile waweza kupenda jambo ikawa ni shari kwako wewe. Na mfumo huu wa maisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyotujalia tukawa viwango tofauti, hawa akawafanya kuwa ni matajiri, hawa akawafanya kuwa ni masikini, ni katika moja hikam zake. Katika mlango wa muamala tunalazimika kuwa hivyo ili tuweze kutafutana na kutegemeana. Hivi fikiria lau Mwenyezi Mungu angelijalia watu wote kuwa ni matajiri, ite akilini hiyo, ulimwengu ungekuwa vipi? Watu wote wangelikuwa ni matajiri, ingelikuwa kila mwenye pesa zake akitaka kulima aenda kujilimia mwenyewe. Uwezi kuniajiri mimi na mimi nina pesa zangu. Nikitaka dereva uwezi kuniajiri mimi. Lakini Mungu kujalia hawa ni masikini, hawa ni matajiri, kutaka watu waweze kuhitajiana. Mimi nikuhitajie wewe na wewe unihitajie mimi. Mimi nikuhitajie wewe ili niweze kupata chochote, na wewe unihitajie mimi niweze kufanyia kwako, ili mambo yaweze kwenda vizuri inshallah. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kwa haya machache tuliweza kukumbushana kwa siku ya leo. Pia tuomba Allah tujalie tuna alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.